سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika mlango wa 12 katika kitabu Ahkamul Janaizi, mlango 12 unazungumzia juu ya hamlul janazati wa tibai, kuhusu jambo la sheria ya kuchukua jeneza na kulifuata jeneza, yani namna ya kwenda nalo, kulipeleka kwenye kusaliwa au kuzikwa. Tukasema ya kwamba kila jambo Mwenyezi Mungu ameliwekea sheria katika dini. Hakuna jambo liloachwa ovyo, bali mpaka kwenda na jeneza kumewekea sheria vile vile namna gani Waislamu watakiwa waende nalo jeneza mazikoni. وعن ابن عمر, na vile vile kutokana na Abdullah bin Umar, قال, amesema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu, an tutba'a janazatun, kufuatwa jeneza, maaha rana, pamoja na jeneza hilo ukaweko moto mbele yake. Rana bimaana ya nar. Akhrajahu Ibn Majah, hadithi hiyo ameitoa Ibn Majah wa Ahmad min tariqain an Mujahid, katika njia mbili zilizopokelewa hadithi hii zote kutokana na Mujahid anhu. Wa huwa hasanun, na hadithi yenyewe katika upande wa mategemezi ni nzuri, bimajmu'i tariqaini, kwa zote mkusanyiko wa njia zake mbili. Wa an Abi Musa fi an-nahy an ittiba'i al-mayyit bimajmar, na kutokana na Abi Musa kuhusu katazo la kufuata maiti kwa makaa ya moto au vyetezo, vile vile liko katazo hilo. Hawatakiwi Waislamu majeneza yao kuyaongoza kwa moto. Waqad taqaddama lafdhuhu, na kuhusu katazo hili la kufuatwa au kuongozwa jeneza la Waislamu kwa moto, kwa hakika katazo lake limetangulia tamko lake fil mas'alati athani ashara, katika mas'ala nambari 12, faqratu ba'un, kwenye kifungu cha b, sahifa 8. Ukifungua katika sahifa ya 8, peji namba 8, kwenye faqratu ba'un utakutana na mambo haya. Warujuma kidogo kuipata habari hii, tamko la katazo la Mtume kuhusu kuongozwa jeneza la Kiislamu kwa makaa ya moto. Maneno yameanza hivi kwenye nambari 12, ukurasa wa 8. Anasema Albani, walamma kana alghalibu ala kathiri min an-nas fi hadha az-zamani, na ilivyokuwa aghlabu juu ya wengi
katika watu katika zama zetu hizi al-ibtidaa fi dinihim, kuleta uzushi katika dini yao. Ilivyokuwa hivyo ndivyo ilivyo. Wala siyama fi ma yataallaqu bil janaiz, na hasa katika mambo yaliyofungamana na mazishi. Ilivyokuwa wanazua sana waislamu katika mambo haya, kana min alwajibi, imekuwa ni katika jambo la wajibu, an yusiya almuslim, au usiye muislamu, bi an yujhaza, ya kwamba yeye muislamu atayarishwe, wa yudfana, na azikwe, ala sunnati, juu ya mwenendo wa mtume. Au usiye hivyo, kwa sababu ni jambo la kawaida watu kwenye mazishi ni katika pahala walipomkataa mtume wa Mungu kata kumfuata. Ingawa kwenye kila uwanja wa dini mtume kakataliwa, lakini katika mambo ya mazishi zaidi waislamu hapa wamembisha, wamemsusia, wamemuona amekhini baadhi ya mambo, na wamemuona mtume wa Mungu hakuwafurahisha katika mafunzo ya dini yaliyopewa na Mola wake, hakuwaridhisha watu, hakuyafanya yale ambayo watu watakawafanya. Albani anasema ilivyokuwa hivyo ni aghlabu ya mambo yatakikana muislamu awahusie watu wake, atayarishwe kwa kisunna, azikwe kisunna, amalan biqaulihi ta'ala, na wasia huu itakuwa anatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu iliyokuja kwenye aya ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yenye ambao mmeamini ziokoeni nafsi zenu nyinyi wenyewe na muziokoe nafsi za watu wenu na moto. Waquduha an-nasu wal hijara, na mwako wake moto huo ni watu na mawe. Alaiha malaikatun, juu yake moto huo umewekewa walinzi malaika, ghiladun shidadun, wakali mno na wenye nguvu nyingi. La yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa jambo alilowaamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya yale ambayo wanaamrishwa. Anasema walidhalika kana ashabu rasulillah, na kwa ajili ya agizo la Mwenyezi Mungu hili kwamba ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu na moto, basi walikuwa masahaba wa mtume yusuna bidhalika, wakihusia jambo hilo la kutayarishwa kwa kifa na wazikwe kwa mujibu wa sheria ya mtume Muhammad. Wal atharu anhum bima dhakarna kathira, na athar yani maneno au vitendo vya masahaba na matabiina kuhusu jambo hili la kuhusia mambo ya mazishi ni nyingi sana. Fala ba'sa min al-iktisari ala ba'dha, hapana ubaya wote kutaja japo kwa ufupi baadhi yake. Athari hizi: alifun an Amir ibn Sa'd, kutokana na Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas anna abahu qala, kwamba baba yake Sa'd ibn Abi Waqqas amesema fi maradhihi alladhi mata fihi, katika maradhi yake ambayo yalifia maradhi hayo, alihusia akasema alhidu li lahdan, nichimbieni mwanandani kama sheria ya kidini ilivyo, wansibu alayya alladhina nasban, na katika mwanandani mnyonyoshe matofali mnyoosho wa sawa sawa, kama suni abi rasulillah, kama alivyofanyiwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Baun, athari nyingine ya pili ambayo hii ndio tuliyotupeleka hapa katika kosa 8. Maneno gani hayo? Katazo la mtume kuhusu kuliongoza jeneza la muislamu kwa moto. Anasema an Abi Burda qala, kutokana na Abi Burda amesema au sa Abu Musa radhiyallahu anhu, alihusia Abu Musa al-Ash'ari, Mwenyezi Mungu amradhi, hina hadarahu al-maut, wakati alipomhudhuria yeye mauti. Faqala, akasema hivi katika wasia wake, akasema idhan talaqtum bi janazati, waislamu mtakapoondoka na jeneza langu mnakwenda kunizika, kwanza fateni sheria ya kwenda nalo. Fa asri'u bi al-mashi, fanyeni haraka kwangu mimi kwenda nalo jeneza lile, msende mkipita mkiyonga yonga, pole pole, nendeni chacha.
wala tattabi'uni bimajmar, na wala msinifuate mimi kwa makaa ya moto, yani kwa vyetezo na vitu kama hivyo. Wala taj'alanna, na akazidi kuhusia akasema msijalie ala lahdi, juu ya mwanandani wangu, shay'an, chochote kile, yahulu baini wa baina turab, ambacho kitazuia baina yangu na mchanga. Msiweke chochote. Mkishanilaza kwenye mwanandani, juu yake ufuatie mchanga moja kwa moja. Msije mkaniwekea mimi ubao wala majani wala nini. Anahusia Abu Musa al-Ash'ari. Ina maana hii kawaida iliyopo ya kumlaza maiti katika mwanandani na kuweka ubao juu yake na majani si katika kawaida ambayo maswahaba wanaitambua. Sisi tunafanya tu. Ipo katika usulul fiqh mlango unaosema katika ijma' makubaliano ya Waislamu liko jambo linaitwa urful aada, kawaida ijulikanayo, mazoea ya watu, basi vile vile iheshimiwe katika dini iweze kufuatwa, ikiwa kawaida hiyo haijenda kinyume na mambo ya Mtume mzima. Kwa mfano, kuna kawaida ya watu wa Unguja wanapovaa kanzu, kawaida ya watu wa Unguja ni kuvaa kofia ya kiua au kofia yote. Ni jambo lijulikanalo hilo. Haimo katika dini kofia ya kiua, lakini katika urfu jambo lilozoeleka linatambulikana. Kwa hivyo itabidi mtu aheshimu kawaida ile, hata akitaka msikitini, akitaka kuswalisha, awaheshimu wale watu wa Unguja kwamba hii ndio kawaida walioizoea. Ukiingia kichwa wazi na kanzu yako tu, watakuona kama si mtu kawaida. Ukikaa mbele yao watu wa Unguja wataka kuwazungumzia dini, kama hujavaa kanzu na kofia, watakuona kama hichi kibrazameni kimekaa mbele yetu kinaleta mambo gani hapa sasa. Ndio anataka kutuambia nini? Kavaa kishati slim fit virembo rembo, japokuwa ile si katika dini, lakini ni katika urfu al-ada. Ni jambo ambalo halijakiuka mwenendo wa Mtume. Umevaa vizuri, kanzu na kofia sawa sawa, ukikuta hiyo ni kawaida, basi inabidi uheshimu. Ukitishwa kusalisha, basi uende katika mwendo ule. Lakini kawaida za watu tu, ikiwa zinakwenda kinyume na mafunzo ya Mtume, kawaida hizi zinakanyagwa. Mazoea haya hayafai kabisa. Kwa hivyo tumejizoelea mambo katika kuzika, akilazwa maiti katika mwanandani, unakuja ubao. Ni katika mambo ya mwanzo mtu anafikiria, ubao nitapata wapi? Halimo. Abu Musa al-Ash'ari anasema mkishanilaza katika mwanandani, siniwekee chochote kitazuia baina yangu mimi na udongo. Wala taj'alanna, na pia msijalie ala kabri bina, juu ya kaburi langu msiweke jengo lolote zaidi ya shubiri moja kwenye kaburi. Msiweke jengo. Imezoeleka makaburi kumwetu humu kujengewa na mazawia na vibanda na kuwezekwa mabati vile vile, kaburi likawa limekaa kwenye mabati. Hii ni kawaida, lakini imekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume. Kawaida hiyo ina watu. Ama ile kawaida nzuri ambayo ndani ya Uislamu inatakiwa, basi kama iko kawaida, basi itaheshimiwa katika dini. Kisha Abu Musa akasema, wa ushhidukum, nami nakushuhudisheni kabla sijakata roho. Nakushuhudisheni, nyinyi ni mashahidi wangu, anni bari'un, kwamba mimi niko mbali mno, min kulli halika, kutokana na kila atakayeomboleza msiba wangu kwa kunyoa nywele, au salika, au kharika, au akaomboleza kwa kujipasua mashavu na kujipiga, au akapasua nguo. Qalu, wakamuuliza, sami'ta fihi shay'an, kwani mambo hayo unahusia Abu Musa umesikia ndani yake chochote? Qala na'am, akajibu ndio, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hayo yote ninayasema kwa sababu nimesikia Mtume akisema vile vile. Kwa hivyo ndani yake hapa tumepata tamko la wazi wazi kabisa katika athari kwamba ni makosa kuliongoza jeneza la Muislamu kwa vyetezo au kuwashawasha moto, ikiwa ni vyetezo, ikiwa mshumaa au chochote kile kilichofanana na moto. Wa amma al-atharu, amma kuhusiana na athari,
yani maneno ya masahaba, maneno ya matabiina. Fa'an Amr ibn al-As, kutokana na bwana Amr ibn al-As, annahu qala fi wasiyatihi, kwamba Amr ibn al-As alisema katika wasia wake haya yafuatayo. Na yeye pia alisema, fa idha ana mitu, mimi nitakapokufa. Amr ibn al-As huyo anasema, nitakapokufa mimi, fala tushibni naiha wala nar, msinifuatanishie mimi kaburini kwangu na muombolezaji wa kike yoyote au hata wa kiume, na wala moto msiniongozee jeneza langu mbele, kwani hayo ni katika mambo ambayo mtume wa Mungu ameyakataza sana. Athari hii akhrajahu Muslim, ameitoa Muslim wa Ahmad pamoja na Ahmad. Wa an Abi Huraira, athari nyingine inapokewa kutoka kwa sahaba wa mtume Abi Huraira radhiyallahu anhu, annahu qala, ya kwamba Abi Huraira amesema, hina hadarahu al-maut, wakati yalipomhudhuria mauti na yeye alipojiona yuko katika sakarati al-maut, akasema Abi Huraira, la tadribu alayya fustatan, msinipigie juu yangu fustatan. Fustatan ni chochote ambacho kinatoa mdundo wakati wa mazikoni, hata nyayo, steps za kwenda zile kidogo kidogo, kama Wakristo wanapoliongoza jeneza na kama liko mbele, basi wanapiga fustatan, wanakwenda kama parade vile. Utasikia miguu inakwenda sawa sawa kabisa, mlio wa miguu ule, na wanafanya maksudi ili wapate khushui. Hamna mambo kama haya. Msinipigie mimi mdundo wowote utakaoleta pale kama intidham ya kwenda nalo jeneza. Hamna intidham maalum. Tena hapo kinafuatia kila cha kupigwa, ikiwa makofi, ikiwa madufu, ikiwa chochote kile cha kupigwa kinafuatia hapo. Wala tattabi'uni bimajmar, na wala msinifuate mimi kwa makaa ya moto wala mishumaa. Wa fi riwayatin binarin, katika riwaya nyingine imekuja binarin badala ya majmar, lakini yote ni katika maana moja. Athari hii rawahu Ahmad wa ghayruhu bisanadin sahihin, ameisimlia Ahmad na wengineo kwa mategemezi ya kwa sahihi, kama yaati baada mas'ala, kama itakavyokuja baada mas'ala haya. Alhadithu thani, hadithi ya pili. Wa yalhaqu bidhalika, na inakutana na mambo hayo yaliyokatazwa kwenda na jeneza, vile vile inaingia hapa rafu sauti, kunyanyua sauti, inaingia moja kwa moja katika fustatan. Kama kapiga kigoma mtu inakuwa, kama kapiga hatua za miguu inakuwa. Wa yalhaqu bidhalika rafu sauti, na inaungana na katazo hili vile vile kunyanyua sauti. Kunyanyua sauti huko bidhikri, kwa kuleta dhikri, utaje wa Mungu, amama aljanazati, mbele ya jeneza, jambo hilo halifai. Anasema Sheikh Muhammad Nasruddin Albani kwa kinywa kipana, na kaandika kitabu hichi. Maana yake ukiandika pahala kitu kwa mkono au chapa, ndiyo umejikwamisha. Maana yake unatangaza vita. Kaandika kitabu, katoa duniani, anasema kunyanyua sauti kwa kuleta dhikri, utajo wa Mungu, ikiwa ni kusoma Qur'ani, kumsabihi Mwenyezi Mungu, kumtaja Mungu kwa sifa yoyote yake Mwenyezi Mungu. Jambo hilo wakati wa kwenda na jeneza halifai. Kwa nini? Li'annahu bid'atun, kwa sababu ni uzushi, kwa sababu ni jambo ambalo limekosa kiigizo, halina yoyote ambaye anaigwa kuanzia mtume au khalifa wa mtume au sahaba wa mtume. Ingawa wale walioyazusha haya kwa kuyaona mazuri mno, wanatia hoja, wanasema sasa tufanye nini pale? Tuwaachie watu wazungumze mambo ya Simba na Yanga? Tuwaachie watu wazungumzie habari ya taarabu zao? Sisi tumeona ya kwamba pale tuwazime, wasizungumze dunia ile kwa kuweka kumtaja Mungu. Hiyo ndiyo kiasi unayotumia, la qiyas ma'a an-nas. Jawabu ya mkato
katika elimu ya usulul fiqh inaambiwa hakuna ruksa ya kutumia logic, hakuna ruksa ya kutumia rai, kiasi, pamoja na dondoo zilizokuja. Kama kuna aya ya Qur'ani, kama kuna kauli ya mtume, kuna ruksa ya kutumia akili. Mtume kakataza jeneza la muislamu lisifatwe bisautin wala narin, maneno yamekwisha. Bisautin hakadha, kwa tanwin, kwa sauti yoyote, sio sauti ya mazungumzo ya kidunia tu kwamba dhikri itafaa. La yutba'u janaza, halifatwi jeneza la muislamu bisautin, kwa sauti yoyote, wala nar. Hii hadithi sahihi, daraja yake ya usahihi inakwenda mpaka kwenye mutawatir. Ni hadithi imekuja hata kuliko njia 10, lisifatwe jeneza la muislamu kwa sauti yoyote wala kueshewa moto mbele yake. Kwa hivyo hapo sauti ni sauti, inaingia kumtaja Mungu, kusoma Qur'ani, maneno ya kidunia bisautin. Na Albani anasema li'annahu bid'atun, kwa sababu kunyanyua sauti huko ni uzushi, hata ikiwa ni kumtaja Mungu vile vile. Waliqauli Qais ibn Ubada, na kutokana na kauli ya bwana Qais ibn Ubada anasema kana ashabun nabii sallallahu alayhi wasallama, walikuwa masahaba wa mtume, yakrahuna raf'i sauti, wanachukia kabisa kunyanyua sauti, inda aljanaizi, mbele ya majeneza. Masahaba wa mtume hawawezi kuchukia jambo isipokuwa limekuwa ni katazo la mtume. Akhrajahu al-Baihaqi, hayo ameyatoa Imam Baihaqi bisanadin rijaluhu thiqatun, kwa mategemezi ambayo watu wake waliotaja ni watu wa kweli madhubuti. Kwa nini sauti ikatazwe? Walianna fihi tashabbuhan bin nasara, na ni kwamba hatari yake hapo, ndani yake kuna kujishabihisha na hawa manasara. Fa innahum, wani hakika ya hawa manasara, yarfa'una aswatahum bi shay'in, wananyanyua sauti zao wakati wanapokwenda na majeneza, bi shay'in min anajilihim, kwa chochote katika injili zao. Kuna mambo ya mashairi kwenye injili mle, kuna mambo ya kwaya, lazima waimbe kidogo, lazima walete nyimbo za kwaya kidogo wakati wanakwenda na majeneza. Waislamu wakianza kunyanyua sauti hapo, imekuwa tashabbuhan bin nasara, wanajishabihisha na manasara. Na kwamba kwa kuwa kauli ya mtume imesema mwende kimya, basi suala hapo ni kwamba watu waende kimya. Hiyo ndio sheria ya mtume. Wao manasara wananyanyua sauti zao bi shay'in min anajilihim, kwa chochote kile katika maneno ya mashairi yaliyomo katika injili zao. Ukifungua Biblia katika milango yake, baadhi yake utakuta katika injili ile mna mashairi mengi, basi uchagua abiyati zilizowafaa wale wakazitia pale wakati wa kwenda mazishi na jeneza. Wa azkarihim, na wanaleta dhikri zao za kinasara nasara, ma'a tamtiti, pamoja na kuweka midundo ya miguu inakwenda sawa, step zile zinakwenda kwa mpigo, utafikiri askari wanafundishwa gwaride. Watalhini, na kuzifanya ndimi zao zipotoke katika kitabu cha Mungu, wanatamka maneno kwa lugha nyingine kabisa, nyimbo kabisa. Watahazini, na kuweka huzuni ndani yake. Wakifanya haya, waislamu wanajishabisha na maswara. Na kwetu ile dhikri ya Mwenyezi Mungu inaletwa mpaka inakuja katika namna ya nyimbo vile vile. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Alafu grupu inakuitikia kukaa rhythm namna kama hiyo, inakwenda mpaka wengine wanafuata kwa makofi. Sasa inakwenda mpaka wakikosa cha kupiga wanalipiga jeneza lenyewe lile, alimradi upatikane mdundo. Inakwenda mpaka nai fluti zinatiwa mle na dufu na ghasia, mpaka inakuwa tena ile tafakur ya kwamba watu wako mazikoni na wamempoteza mwenzi wao waliokuwa wamekaa naye darasani msikitini jana au sasa hivi, na kwamba mtu hajijui mwenzangu amehitimika hivi, je, mimi nitahitimika vipi? Ile tafakuri ya kwamba yeye yuko mazikoni pale inaondoka kabisa. Ukitupa macho chini kwenye kitabu chako, kurasa wetu tunaendelea nao namba 71, kuna maneno chini namba 1 pale kaandika
haki ndogo ndogo. Anasema kuhusiana na jambo hili la kuinua sauti wakati wa kwenda na jeneza, qala an-Nawawi, amesema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amemrehemu, ameyasema maneno fil adhkari, katika kitabu chake mashuhuri mno kinachoitwa al-Adhkari an-Nawawi. Mashuhuri sana hiki, na imekuwa vizuri sana maneno haya kuyatamka al-Imam an-Nawawi, kwa sababu yeye al-Habib an-Nawawi anapendwa sana, ni mtu wa Kishafi. Angelitamka bin Taymiyah, watu wangemtukana kwamba hawa ni mawahabi hawa. Huyu bin Taymiyah, huyu ni mafunzo ya Muhammad ibn Wahhab. Angetamka Ibn al-Qayyim, angeambiwa ni mwanafunzi wa bin Taymiyah. Hawa ni katika grupu ile wasiotaka kumtaja Mungu hawa. Hawa wanapinga Qur'ani hawa. Hawa wanapinga mtume saliwe hawa. Hawa ndio wale mawahabi. Lakini uzuri wake ameyatamka al-Imam an-Nawawi aliyekusanya hadithi katika Riyadhus Salihin. Anasema hivi, ameyasema hayo kwenye al-Adhkari sahifa nambari 203. Imam an-Nawawi amesema hivi, wa'lam, na napenda ujue msomaji, tambua, anna as-sawaba wal mukhtara, ya kwamba jambo lililosibu la uhakika la kweli, na ndo lilo lilochaguliwa na Waislamu wenye kujifunga na ahlus sunna wal jamaa. Kwanza limesibu ndilo, na halafu limechaguliwa na ijma'i ya ahlus sunna wal jamaa. Wama kana alayhi salaf, na ndo ndilo ambalo wamekuwa nalo jambo hilo watu wa zamani wa mwanzo, maswahaba wa mtume na waliofuatia maswahaba radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi, lilokuwa ndilo na lilochaguliwa na mwendo waliokuwa nao maswahaba. As-sukut, ni kunyamaza, fi hali sairi ma'al janaza, katika wakati wa kwenda pamoja na jeneza. Maneno haya sasa anayasema Imam an-Nawawi. Sisi hukosa bahati, maskini za Mungu, utaona matusi yote hutuangukia sisi. Kwa mfano, tukikuta kwenye vitabu maneno ya jamhuri katika upande wa kisunna, nini maana yake? Ni kauli ambayo wameitamka watu watatu wakamwacha mmoja, jamhuri inakuwa. Wanne ni Abu Hanifa, orodha yao hiyo, Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbali. Hii ni jamhuri ya sunna, hii maimamu hao, orodha yao ni wanne. Sasa unapata jamhuri inakuwa ni watatu, miongoni mwao mmoja katamka kauli peke yake. Ilivyo hapo utafuata jamhuri. Kwa mfano, jamhuri ikisema kuhusu muandamo wa mwezi wa Ramadhani, ukionekana popote pale ufungwe, hiyo ni kauli ya jamhuri, hiyo ni kauli ya Abu Hanifa, Maliki pamoja na Ahmad bin Hanbali. Shafi peke yake ametumia kiasi, akaona kwamba kila nchi una muandamo wake. Jamhuri imesema kwamba popote pale, muhimu ni kupata habari. Sasa hizi tunapoyasoma yale kwenye vitabu, na watu wanayajua na vitabu wanavyo kwamba ile ni kauli ya jamhuri, huangusha matusi kwamba watu wa pahala fulani, watu wa msikiti fulani. Bwana wewe, tamkeni waziwazi kwamba mnawatukana kina Malik ibn Anas, imamu Darul Hijra, ambaye mtume kambashiri watapiga watu ukwata ngamia kuifuatia elimu katika ardhi hii ya Mwenyezi Mungu, wasimpate mwana wa chuoni ila alimul Madina Malik ibn Anas. Yeye ni miongoni mwa waliosema popote pale unapoonekana mwezi, basi watu wafunge na kufungua. Madhali upata habari. Anamfuatia nyuma yake Ahmad ibn Hanbali, mwanafunzi wa Shafi, kamkiuka shekhe wake hapo, kamwachilia mbali Shafi hapo na rai yake. Na aliye mzee kuliko wote Abu Hanifa, rai yake ndio hiyo hiyo. Na Shafi ukimuuliza mategemezi yako wewe, rai yako ni nini unaegemea, si kama anayo hadithi ya mtume au aya ya Qur'ani, isipokuwa yeye ameona tu kwamba kwa mujibu wa habari mtu atapata vipi
kalinganisha na wakati huo mnyama ndo chombo chenyewe cha mawasiliano. Analinganisha kwamba atafikaje mtu, masafa gani atakwenda mpaka apate habari wa nchi ya pili. Akamtizama mnyama yule, akamkadiria anaweza kwenda maili kadhaa, 554 maili kadhaa. Akasema hii nalinganisha kutokana na masafatul qasri, masafa ya upunguzwaji wa safari katika sala. Lakini halaumiki Imam Shafi, likulli mujtahidin musibun, kila mwenye kujitahidi anapata fungu lake. Na yeye kasema mtapokuta kauli yangu imesibu kutokana na Qur'ani na ya mtume, ikamateni muifate. Lakini kama mtakuta ya mtume wa Mwenyezi Mungu yamekwenda kwenye upande mwingine na kauli yangu imekwenda upande mwingine, ipigeni na kiambaza kauli yangu, msinifuate mimi. Lakini matusi huwa aghlabu yanawaangukia wasemaji kama sisi, na tumeyakuta kwenye vitabu ya na watu wanayajua wanayo. Na kama habari hii vile vile kutokunyanyua sauti wakati wa kwenda na jeneza, watu watafumba macho. Idhkari Nawawi wanazo, kwa sababu ni kitabu maarufu sana hicho. Idhkari Nawawi, mtu haridhiki kabisa kama hajapata Idhkari Nawawi, akajua namna gani mtume wa Mungu alikuwa akimdhakiri Mola wake tokea anapoamka asubuhi mpaka anapolala. Humo Imam Nawawi kayatazama maisha ya mtume tokea anaamka mpaka analala. Basi humo akaja zake mpaka akataja namna gani mtume anakwenda na jeneza mazikoni, kauli zake, vitendo vyake vikatiwa. Akasema Imam Nawawi, wa'lam, tambua ndugu yangu Muislamu, anna as-sawaba wal mukhtara, jambo lililosibu na ambalo limechaguliwa, wama kana alayhi salafu radiyallahu anhum, na lile ambalo ndilo walodumu lalo watu wa mwanzo, asukutu, ni kunyamaza kimya bwana, fi hali sayri ma'al janaza, katika wakati wa kwenda na majeneza. Ataruka mtu akwambie haya madhehebu hatuyatambui sisi, mnafuata mawahabi hawa. Huyu Imamu Nawawi si wahabi. Imamu Nawawi ni mtu wa Kishafii mkubwa mno, lakini anafurahisha sana Imamu Nawawi wakati anaposoma mambo ya dini ya kisheria, akikuta upande wa Sheikh wake Shafi umekwenda vingine na haki kwa vingine, anasema kwa mfano katika mlango wa maji kuhusiana na hadithi ya kullataini ambayo Shafi kaikamata ile, kazitizama dalili zinavyokwenda Imam Nawawi, akatia recommendation. Anasema wadadtu anna madhhaba ash-Shafi'i kana kamadhhabi Malik fil miyah, nimetamani na mimi madhehebu ya shekhe wangu Imam Shafi yangelikuwa kama madhehebu ya Maliki katika upande wa maji. Kwani katika upande wa Kishafi kuna ugumu mkubwa. Kuna kauli ambayo imekuja kwamba inaambiwa ya mtume, idha kana al-ma'u qullataini basi lam yahmil al-khabath, yatafika maji kiwango cha kullataini hayabibi uchafu. Kullataini haijulikani kitu gani, na maana ya neno la yahmil al-khabath haijulikani maana yake. Hiyo hadithi yenyewe mudharibun sanadan wa matana, kama alivyoitaja mwenye fikra sunna Said Sabiq, inayumba katika upande wa mategemezi na inayumba upande wa maneno yake hayafahamiki. Imam Nawawi ameitizama hadithi ile, akawatizama kina Malik wanavyosema, akawaona kina Malik wako juu ya dalili, akasema wadatu, nimetamani hapa, mimi ndo mtu wa Kishafi bwana, lakini hapa nimeona haki upande fulani ya kwamba maji yanaangaliwa sifa zake tatu tu, hayaangaliwi wingi wake. Sifa zake tatu ni ladha, harfu na rangi. Wakati wowote kiharibika moja katika sifa hizo basi, lakini kama yamethibiti katika harfu, rangi na ladha, qalla am kathura, mengi au machache, basi maji hayo ni tahir au tahur. Akasema Imam Nawawi huyu, wadadtu law anna madhhab ash-Shafi'i ka madhhab Malik fil miyah, natamani kwa hivyo. Na hapa anasema hivi, kwa hivyo fala yurfa'u saut, basi pasinyanyuliwe sauti yoyote, biqira'atin, kwa kisomo cha Qur'ani,
wala dhikrin, wala utajo wa Mungu, wala ghairi dhalika, wala jambo jingine sio kwa hilo. Huyo ni Imamu Nawawi. Je, watu wa khurafati wanaweza kuthubutu hapa kumwambia Imamu Nawawi anawakataza watu wasome Qur'ani, anawakataza watu wasimtaje Mungu? Je, mashambulizi hayo anaweza katupiwa huyu Alhabibu? Au basi tu mtu akitaka kumtukana mtu amchagulii tu, sio mbembelea maneno tu? Huyu ni Imamu Nawawi, na maneno haya Al-Albani ameyachukua, ameyanakili katika Al-Adhkar, si kama kayasukuma tu. Anawaambia na sahifa fungua 203, wala ghairu dhalik, wala sauti jambo jingine mbali ya kisomo na kumtaja Mungu. Wal hikmatu fihi dhahira, anaendelea Imamu Nawawi, na hikma iliyopo ya kunyamaza kimya iko wazi wazi wakati wa kwenda na jeneza. Wahia, na hikma yenyewe, annahu askanu li khatiri, kwamba hiyo ndio inaotuliza mawazo ya mtu, wa ajma'u li fikrihi, na ndiyo tukusanya fikra yake. Inatakiwa aliyekwenda mazikoni mawazo yake yote yaweko pale kwa ile maiti, fikra zake zote anajifikiria, na mimi nitakufa lini, na kifo changu kitakuja katika sababu gani, huyu ni classmate wangu ndio kumzika sasa, au pengine desk mate, wasila mbali classmate, alikuwa anakaa naye kwenye deski moja kamtoka ghafla, na pengine ajali yenyewe ilipokuwa inatokezea amekaa naye hapa na hapa, anakufa anamuona yeye kapona. Au pengine ni teammate wake, anacheza naye mpira pamoja, na kifo kimetokezea, wako uwanjani, pengine yeye ndio alosababisha, kajipiga kona, watu wako nyuma rukiana, mwenzao pale kabaki kafa pale pale. Anatakiwa pale mtu fikra zake zote ziweko pale, anakwenda deep, anafikiria uungu na jambo ya haki ya mauti. Ukianza kuinua sauti, unafukuza fikra zile zisiwepo tena, kwani huyo Mungu hapo huwa hatajui kweli, panafanywa zihaka tu, mzaha tu. Hizo la ilaha illa Allah hizo zinakuwa ni nyimbo tu. Wangapi la ilaha illa Allah zinatajwa zile, na wangapi wanazungumza buheri, bali panapangwa miadi ya kupeana funguo za kona kabisa hapa zikoni, kwamba wakitoka hapo watu wanapeana funguo kwamba watakwenda kwenye kona zao fanya maovu. Anaendelea Imamu Nawawi, anasema hikma iliyopo hapo ni wazi kabisa. Wahia, na hikma yenyewe, annahu, ya kwamba kinyamazo kile, askanu li khatiri, kutatuliza mawazo yake mtu, wa ajma'u li fikrihi, na kutakusanya fikra zake zidumu pale katika mambo jeneza, fima yataallaqu bil janaiz, fikra zile, mawazo zile, mawazo yale yawe yanafungamana na mambo yaliyohusiana na mazishi. Wa huwa almatlubu, na hilo la kufikiria mambo yale wakati ule ndio jambo litakiwalo. Fi hadha alhali, katika hali hii ya kwenda mazikoni, mtu fikra zake zote aziweke pale, au fikirie uungu. Anasema fahadha huwa alhaqu, basi hii ndiyo kauli ya haki, ingawa kuna maneno mengine wanayasema watu. Manake pale tumeona sisi tusome Qur'ani, pale tumeona sisi tumtaje Mungu, kuwazuia watu wasizungumze. Hizi ni fikra ziko batil ma'a an-nas, la qiyas ma'a an-nas, hakuna ruksa ya kutumia kiasi madhali yako maneno ya mtume ndani yake au aya ya Qur'ani. Nakumbuka iko darasa moja aliuliza mtu, je, nini habari ya mazikoni baadhi ya watu wasoma Qur'an hivi? Sasa hii ni jawabu rasmi najibiwa. Sasa mambo ya kiraa pale si pahala pake, hapa husiani na kiraa pale. Wakati ule wa kwenda na jeneza ni sukuti, ni kunyamaza kimya. Tayeb, anaendelea al-Imamu an-Nawawi, anasema wala taghtarru bi kathrati man yukhalifuhu. Al-Habibu Nawawi huyo anasema usidanganyike Muislamu kwa wengi wanaokwenda kinyume na mwendo huu wa kunyamaza kimya katika mazishi. Usidanganyike na wengi wao, hata kama itakuwa ni majority unafanya hivyo, wewe peke yako nyamaza kimya. Ukiweza kukataza hapo kataza, unajiona kama itakuja balaa, nyamaza kimya peke yako, jitenge mbali. Imamu Nawawi anasema wala taghtarru, wala usidanganyike Muislamu bikathrati man yukhalifu